vinapatikana kwa formula. Formula mojawapo ni kuja, namba 2 kuwa mnyenyekevu, namba 3 kuwa mtiifu. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine utakutana na maelekezo, kalete hiki, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, kafanya hivi. Vitu vya kiroho haviendi kama liturujia, vinakuja kwa ufunuo. Kuna neno la ufunuo, kuna neno la maarifa, kuna neno la imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikisema haya huwezi kuyaelewa, pengine level yako ni ya maandiko, maana kuna watu wana degree kwenye maandiko, wanajua kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia na vitabu vingapi, lakini maisha yao hayafanani. Kuna watu wanajua maandiko lakini hakuna Mungu kwenye maisha yao. Sasa sisi hatutaki uwe huko. Imani yako wewe isiwe tu katika maandiko, bali iwe katika utendaji wa Mungu ulio zaidi ya maandiko, maana kuna mengine hayajaandikwa. Kisha tunaona baada ya kukasirika huyu bwana akaambiwa sasa, je, ungeliambiwa kufanya jambo kubwa usingelifanya? Akakubali sasa, akasema anyway, acha tu nikajichovye, lakini hii ni dharau. Hii ni dharau kabisa. Mimi nilifikiria atatoka aje aombe sana. Mimi wakati mwingine wasiombi sana. Wakati mwingine naweza nikakupatia maelekezo. Ndivyo walivyo pia baba zangu. Wakati mwingine hawaombi sana kwa habari ya kushughulikia tatizo lako. Haleluya. Sijajua umekuja kwa ajili ya nini, umeijia nini. Ni Father James alijipatia jina kubwa kabisa, silo jina la Kiloma, ni hilo Father. Haleluya. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi twakusihi mbele yako, angalia mahali hapa tukahapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe lazi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Sasa hapa najaribu kuonyesha kuna maneno ya unyenyekevu ndani yake. Huyu mtu ana level kuliko wao, nao ni wana wa manabii, ila level alionayo huyu mzee ni nyingine. Wao ni wana wa manabii ndio, kama wewe umeokoka ni mwana wa Mungu, lakini kuna neema hauna, kuna kiwango hauna. Unapoona kama sasa Apostle D yuko hapa, kwa kawaida nje kuna vitu huwezi kuviona kwa kawaida, mpaka ujaliwe sana kuwa rohoni. Kwa nje unaweza ukaona haya makaratasi, ukaona haka kajengo, lakini rohoni kuna zaidi ya hicho unachokiona. Sasa shida ya watu wengi huwa wanaona vinavyoweza kuonekana. Kwa mfano, wakati mimi naanza huduma, wale waliokuwa wanaona walikuwa wanaona jinsi walivyokuwa naona, ila hawakuona ukubwa unaokuja. Jambo hili ni kubwa. Wana wa manabii wanamwambia nabii aliye na neema zaidi yao kwamba uwe lazi uende na watumishi wako. Wamekuwa watumishi, ni wana wa manabii, kwa hiyo ni manabii, lakini wanasubmit chini ya nabii huyu mkuu aliye na neema kuliko wao. Wanaenda kukata miti, wanaona itakuwa ni hasara kama hawataenda na mtu wa Mungu. Wanaona kwamba tukienda na huyu mtu wa Mungu ni baraka zaidi. Na kweli
likaangukia kwenye maji na kwenye mto mkubwa. Shoka likiangukia kwenye maji huwezi kulipata tena. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Na alikuwa ameazima. Mtu wa Mungu akasema, kiliangukia wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Hiyo ni level nyingine. Chuma kimeangukia kisimani, shoka kama unavyojua shoka lilivyo na uzito. Halafu yeye hakuomba, akakata kijiti akakitupia hapo, kimeangukia hapo, akatupia hapo kijiti, halafu shoka ikaelea juu. Lazima ujue kuna watu wamepewa zaidi yako, na unapokutana na mtu aliye na anointi zaidi yako, lazima ujue namna ya kusimama mbele yake. Kuja kuwa mnyenyekevu, kuwa mtiifu. Mimi nina neema ya kufungua watu, kukomboa watu, kurudisha waliochukuliwa. Unajua, unaweza ukawa unaishi ila haupo. Yaani unaishi lakini haupo, yaani uhalisia wako haupo. Sasa mimi nina neema ya kurudisha watu ambao ni misukule inayotembea. Nina neema hiyo ya kuombea watu wakapona. Nina neema hiyo ya kufungua watu.